Hujambo na karibu katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Carol Korir na wiki hii tunaangazia swala ambalo ni zito, swala ambalo ni muhimu kwa kila mmoja anapoanza maisha ya ndoa. Tunazungumzia vipimo vya afya ambavyo ni muhimu kufanya kabla mtu kuanza safari ya ndoa. Nianze kwa kumtambulisha mgeni wangu. Karibu. Asante sana Carol. Kwa majina ni Naomi Ngugi na mimi ni mwana saikolojia. Na kazi yangu nahusiana sana na wenye wanaingia kwa ndoa, wenye wako kwa ndoa na wazazi. Kwa hivyo ni vizuri tuzingatie hii swala, ndio watu wajue ni nini wanahitaji kujua na vipimo gani wanahitaji kupimwa kabla waingie kwa ndoa. Na Naomi, tuanzie tu pale wanapokuja kufanya mashauriano ama kushauriwa kuhusu masuala ya ndoa. Wengi ambao unakutana nao huwa wanajua kuhusu vipimo vya afya? Wengi wao hawajui zote. Wanajua ile muhimu zaidi ama ile wanaona kama ni muhimu zaidi ama ile wenye wamezoea, na hiyo ni HIV. Ambayo hata tutazungumzia umuhimu ni kwa sababu ni kama ni sharti kwa mashirika mengi, makanisa ama harusi za dini huwa zinahitajika uwe na kipimo hicho. Ndio, na pia ni vizuri pia wewe unajua hali ya mwenzako na pia hali yako. Unakuta ya kwamba watu wengi pia hawajui hali yao. So ndio wanafanya hiyo test ya HIV, lakini si kwa kijua ni kwa nini wanafanya. So ni vizuri pia niwaeleze ni kwa nini unahitaji kujua. Ndio kwanza ujue management ya hii ugonjwa. Ukiwa kama utapatikana na virusi, utaimanage aje wewe ama mwenzako. Sasa tukitokea kipimo hicho cha HIV ambacho wengi huwa wanafahamu, kuna vipimo gani vingine ambavyo huwa unawaelezea wateja wako wanapokuja kutembea? Okay, kuna vipimo za other STDs. Mtu anaweza kuwa pia umepimwa HIV, hauna HIV, ama pia uko nayo, unajua kuimanage, lakini unaweza pia kuna STDs zingine, magonjwa ya zinaa zingine, kuna gonorrhea, kuna syphilis, pia ingine hepatitis B na C, na hizi ni virusi zenye zinaambukizwa haraka sana. So ni vizuri pia ujue hali ya mwenzako, kwa sababu ukishajua basi unaweza kujikinga kutoambukizwa. So watu wengi wanafanya HIV peke yake, lakini kuna hepatitis B and C, kuna pia STDs. Pia ni vizuri kujua full blood count, kujua yani hali ya afya in general yako na ya mwenzako inakaaje, kwa sababu ni vizuri unajua the general status health ya mwenzako. Na fertility test pia ni muhimu sana. Watu wapimwe vipimo kujua uzazi wao uko vipi. Unakuta kama tuseme wanawake, kama uko na hormonal imbalance, hormone zako hazilingani vizuri, ujue kwamba ita affect. Unakuta mtu anapata maybe miscarriages, ama hawezi kushika mimba, ama tuseme tubes zake zimekuwa na blockage, zimeziba, ama kuna vitu zingine mingi sana, especially kuhusu pande ya uzazi. Unakuta kama ni pande ya mwanaume, anaweza kuwa maybe sperm count yake iko chini, ama sperms zake haziko kwa hali ya afya, viwango ambavyo vinahitajika kumpa mwanamke ujauzito hazijafikisha hiyo kiwango. Na hizi test daktari akishafanya anaweza jua ni dawa gani tunaweza kukupea, ndio by the time unafika hapo kwa ndoa ama sasa mko tayari kupata mtoto, hiyo kiwango yako imetengenezwa, imekuwa ya hali ya juu. Ama saa zingine unakuta hiyo sperm haiko healthy, haiwezi fertilize mayai ya mwanamke. Iko lakini ni dhaifu. Unaona? So ni vizuri kufanya hizi test, ndio hata wewe mwenyewe ujijue. Tukifika pale kwa ndoa tunatafuta mtoto na hatupati, usianze kulaumu mwenzako. Na labda shida iko pande ya kwako na hujawahi enda upimwe ujue. Kwa hivyo haujajua venye utatengeneza. Yes. Na pia ni vizuri kujua sukari. Blood sugar test. Sukari inaathiri vipi mambo ya ndoa sasa ama mkiwa wawili? Sukari
inaathiri mambo ya ngono katika ndoa. Unakuta kama maybe ni mwanaume hawezi pata erection. Kama sukari yake. Tendo la ndoa linakuwa kizungumkuti. Exactly. Sasa kama tendo la ndoa nyinyi wote wawili mnasikia hamjaridhika, sasa kunaanza kuwa na conflict ingine kwa nyumba. Kama ni mwanamke, kuna wanawake wanapatanga kitu tunaita gestational diabetes. Yani akishapata hiyo mimba, venye inaendelea kisukari inaingia. Na sasa akishapata gestational diabetes inamaanisha ya kwamba ako predisposed, anaweza pata diabetes hapo baadaye. Unaona? Na kwa hivyo ita affect ujauzito wake. So ni vizuri kujua. Yes. Ni kipimo gani hicho ambacho mwanamke ama mwanaume anaweza kupima akajua kwamba mimi nikiwa najaribu kupata mtoto matatizo haya yanaweza kutokea? Kuna genotype test, uangalie vitu kama sickle cell, kwa sababu hiyo inaweza kukuonyesha ya kwamba kwa hii generation, kwa hii familia, labda kuna sickle cell iko ndani ya damu yao. Kwa hivyo inamaanisha unaweza pata mtoto ako na sickle cell ama unaweza kosa. Lakini ujue ya kwamba kwa damu yako na kwa lineage yenu, familia yenu, kuna hiyo inaitwa genotype test. Tena kuna ingine inaitwa RH factor, rhesus factor. Sasa hiyo rhesus factor ni muhimu zaidi kujua, kwa sababu mwanamke akiavya mimba anaweza pata kila wakati anapata mimba alafu anapata miscarriage. Na wakwe zako wanasema pengine wewe unatoa kafara watoto. Exactly. Sasa kama mwenzako hajaelewa, na pia wewe ukishaelewa rhesus factor yako venye iko, unaenda clinic mapema. Unaanza kuona daktari. Ukishajua ya kwamba umepata ujauzito, unaanza mapema, ndio sasa wanakupea ile dawa inahitajika, ndio hiyo mimba iweze kulelewa vizuri mpaka ifike miezi 6. Sasa tukuja kwa afya ya kiakili. So ni vizuri pia, kitu ya kwanza mnafanya screening ya afya ya kiakili. Kuna familia, unakuta kwa hiyo familia kuna historia tuseme ya depression, ama kuna historia ya suicide. Unakuta kitambo kuna nyanya yangu ama nyanya ya nyanya yangu maybe alijiua. Alafu tukakuja kuna anko yangu alijiua. Sasa ni vizuri wewe mwenyewe unaelewa hizo patterns za inaitwa mental history. Historia ya kiafya ya kiakili. Labda kulikuwa na watu wako na depression. So it means inaweza kukushika ama isikushike. Kitu inaweza kufanyikia kwa ndoa, ushikwe na depression. Mwenzako anashindwa, mbona hii kitu inafanya ushikwe na depression na mimi sijashikwa na depression. Na haelewi ya kwamba already kwa lineage yako uko predisposed kupata depression. Sasa Naomi, ni kukate tu kauli. Mambo kama msongo wa mawazo unaweza kutambua ama kubainisha kupitia vipimo? Mimi nilikuwa nadhani kwamba vitu kama hivyo ni kusoma tu mtu, kuangalia tabia zake, kumbe pia inaweza kupimwa na ukajua. Kuna vipimo vya saikolojia tunaziita psychological test. So ukikuja kwa mwana saikolojia ataweza kupima hizo vipimo. Hata vipimo kama za anxiety. Kuna watu wako na anxiety disorder. Unakuta akishtuka, labda hata anashindwa mpaka kupumua, nasikia kama hawezi kupumua. Unaona? So unaweza mpeleka hospitali haraka sana ukishindwa, kwani mke wangu anakufa ama ni nini inaendelea. Lakini ukishaelewa ya kwamba akona anxiety disorder, anakunywa madawa, anaenda counseling, sasa unajua venye utamsaidia pia ku-overcome. So ukienda kwa mwana psychology, anajua kuna psychological test. Venye tunaenda tu, tunatoa damu, inapelekwa lab na inapimwa. Pia sisi tuko na psychological test tunafanya kama wana saikolojia. Na sasa Naomi, nikuulize, wateja wako wanapokuja, je, uoni kwamba kuna hatari ya tukiwa tutawashauri wateja wapime hivi vipimo vyote, kuna harusi ambazo zitavurugika? Kwa sababu ukishamwambia mtu hauna HIV lakini uko na shida ya selimundu ama
kwenye damu yako ni damu ambayo haipatikani, ama leo hii unaambiwa kwamba mwenzio ana shida ya kulala usiku, ama ana shida ya kutotulia, huoni kwamba kuna mahusiano ambayo yatavunjika? Haitavunjika. Ilhali utaingia kwa ndoa ukijua mwenzangu wako hivi, mimi niko hivi. Sasa mnashauriwa mutasaidiana aje. Unajua. In fact, ile kitu inafanya ndoa zivurugike ni ya kwamba hujui ni nini inaendelea. Hujui mwenzako kwa nini usiku maybe anashikwa na anxiety attack ama panic attack. Ama ako na ugonjwa fulani amekuficha.